Wazima kabisa. Kwa majina naitwa Dwight John Danda. Nilesimama mbele yenu ni katibu mkuu wa taasisi iendayo kwa jina la Samia For Us, inayoratibu kampeni ya Mama Asemewe taifa zima. Kampeni yenye lengo la kutetea na kuelezea juhudi na jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan tangu pale ameingia madarakani mwaka 2021 mpaka sasa tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025. Tutaelezea kwa nini serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na rais wake Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais ana haki ya kupata miaka mitano mingine. Nitaelezea mara nyingi sana kila sehemu nitapopita. Ndugu zanguni, nimesimama mbele yenu kuwapeni baadhi ya mambo ambayo ni siri iliyofichika, watu wengi hawayajui. Nchi yetu kuna vitu vingi sana vinaendelea. Ni kweli kuna vuguvugu la kisiasa kubwa sana linaendelea, ambapo kiangalia mizizi na sababu za vuguvugu la kisiasa hilo ni watu ambao wana maslahi binafsi, wenye lengo la kuchafua amani na umoja wa taifa letu, ambao wao wakati sisi tukiwa tunaharibikiwa baada ya mambo fulani kutokea, wao watakuwa wamekaa na familia zao kwenye magari wakiwa wanacheka kwa sababu walichokuwa wamepanga kukifanya kimeshatimia. Mimi niwaambieni, yanayosemwa kwamba Mheshimiwa Rais afanye kitu si kweli. Mimi nitatoa kwa data, na data hizi unaweza ukaenda kuzitafuta sehemu popote pale ambapo ni chanzo rasmi ama ni vyanzo rasmi vya taarifa za kiserikali. Mheshimiwa Rais amefanya vitu vingi sana, lakini napenda kuongelea hata kwa mkoa wa Dar es Salaam. Wakati hayati John Pombe Magufuli, Daktari John Pombe Magufuli anamwachia nchi Daktari Samia alikuwa na wakati mgumu sana. Kuna miradi mikubwa sana ambayo ukizingatia na ukilinganisha na ilani ya Chama cha Mapinduzi, watu hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anategemea Daktari Samia Suluhu Hassan kama ataitekeleza. Lakini leo hii niwaambieni ukweli, na ukweli uliotukuka. Mheshimiwa Rais hata kwa mkoa huu wa Dar es Salaam tunaangalia mradi wa SGR, mradi wa BRT ambao ni mradi wa mwendokasi ambao hayati Daktari John Pombe Magufuli aliuacha, ambao ni kwa awamu ya pili na ya tatu. Mpaka sasa tunavyoongea Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kukamilisha kwa zaidi ya 98%. Piga makofi kwa Daktari Samia. Mimi nisiwadanganye, mradi huu ambao sasa hivi tunasema umefika mpaka Kongowe kupitia Mbagala Rangi Tatu, lakini pia kuna mradi huo umefika mpaka tunasema Chang'ombe kupitia Keko Mgulani JKT, lakini mradi huo pia umefika mpaka Kawawa kwa njia ya VETA Chang'ombe JCT mpaka pale unavyosema Magomeni Mapipa. Lakini kiachana na hayo umefika pia mpaka wapi? Ndugu zanguni, ama hamjui mradi huu? Sasa shida ni moja. Umeona hapo nimeuliza kwa nini hamjui? Data hizi zipo katika vyanzo vya serikali, lakini yapo mazingira makubwa sana na nguvu kubwa inayowekezwa na vyama vya upinzani vya kisiasa kuonyesha kwamba serikali iliyopo madarakani haifanyi kazi. Tumekuwa tukifichwa mengi na hatujui uhalisia wa mambo. Lakini mimi ndugu zangu, kila siku ambayo nitakuwa natembea nitakuwa nasema aliyesemaga siasa ni mchezo mchafu hakuwa nje ya siasa, alikuwa ndani ya siasa. Intelijensia kubwa ya siasa inasema vitu vyote unavyoviona kwenye wimbi la kisiasa kwa asilimia kubwa, ukimwona mlengo fulani ndio anaonekana mbaya, kuna zaidi ya 90% huyo mlengo unayemwona wewe mbaya ndiye mzuri, na yule unayemwona wewe mzuri ndiyo mbaya. Piga makofi kwa Daktari Samia. Mimi nitawaelezeni, nchi yetu ni kubwa sana. Nchi yetu ni kubwa kweli kweli. Nchi yetu mpaka sasa ina zaidi ya halmashauri nchi nzima zaidi ya 187, ambapo kwa mkoa wa Dar es Salaam tuna halmashauri za wilaya 5. Tuna wilaya ya Kinondoni ambayo ina kata zake 20, tuna wilaya ya Ilala ambayo ina kata zake 26, tuna wilaya ya Ubungo ambayo ina kata 14, tuna wilaya ya Temeke ambayo ina kata 23, na pia tuna wilaya ya Kigamboni ambayo ina kata 23. Katika hiki kipindi kidogo cha miaka 4, Mheshimiwa Rais amepambana sana kwa uchumi wa vijana katika mkoa wa Dar es Salaam. Ametoa maelekezo kwa kila halmashauri kuhakikisha wanatenga fungu la 10% ambalo linaelekezwa katika mikopo isiyo na riba, 4% kwenda kwa wanawake, 4% kwenda kwa vijana na 2% kwenda kwa walemavu. Piga makofi kwa Daktari Samia.
Haya yote mnaweza msiyajue. Hivi mnajua kwamba hapa vijana watano tukikusanyana, tukisimama ndani ya mwezi mmoja, tukakaa kwa pamoja, tunapata mkopo si chini ya milioni 10 mpaka 20. Hivi mnajua? Si mnajua wamama kwamba sasa hivi kuna mikopo? Lakini haya yote ukiuliza vyama vya upinzani watawaambia hayatendeki. Watawadanganya, lakini mimi nawaambieni, ipo nchi mwaka 2011, sitoitaja kwa jina ila mwenye maarifa anasikie. Oktoba tarehe 20 walimtoa rais wao kwa nguvu sana madarakani. Ila leo hii tunavyoongea ndio nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na maskini hapa Afrika. Nchi hiyo mpaka sasa hawajawahi kuwa na serikali yenye muunganiko mmoja. Mpaka sasa tunavyoongea, nchi hiyo mpaka sasa hivi ina serikali mbili, serikali inayotambulika kimataifa na serikali ya mashariki ambayo inaongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Jenerali ambaye ni mkatili. Kumeongezeka na wimbi la uuzwaji wa wanawake na ukatili wa kijinsia. Unavyosema sasa hivi watu kule hawatamani kukaa hata kwa masaa matatu. Kila siku watu wanatamani watoke nje ya ile nchi. Mimi nataka niwaambieni ndugu zanguni, hakuna chama bora zaidi ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya nchi yetu. Tutadanganyana, tutasema kuna kauli nyingi sana zinasemwa. Lakini mimi naambieni, siku ambayo tutafanya maamuzi ambayo sio sahihi, tunaiona amani, tunaelea na kuogelea kwenye amani, tunahisi ni kitu ambacho ni cha lazima kiwepo. Hapana ndugu zanguni. Ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ndiyo inayosimamia ulinzi na usalama wetu sisi kama wananchi wa Tanzania, ndiyo inayosimamia kuhakikisha umoja na mshikamano wetu sisi kama Tanzania unaendelea kuwepo katikati yetu. Mtu ambaye anasema leo na kushinikiza tusifanye uchaguzi kwa msemo wote ule, uwe wa Kiingereza ama Kiswahili, mtu leo hii anashinikiza kwamba inahitajika imwagike damu kwenye nchi yetu. Mimi naambieni, kuna siku ipo tutakumbuka haya tunaongea leo. Hatusimami hapa mbele yenu tunatukana kwenye mitandao ya kijamii. Hatusimami hapa mbele yenu ili kujifurahisha ama kujinufaisha. Mimi natamani tu niwaambieni jamani, Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ndiye mtu sahihi wa kutuongoza taifa letu. Wanaogombea kwenye vyama vingine, fuatilia vizuri kiundani na wapeni taski. Ingeni kwenye mitandao ya kijamii, fuatilieni maisha yao ya ndani. Sio maisha ya mitandaoni, maisha yao ya ndani, mpate taarifa zao. Ni watu ambao sio sahihi kisiasa, sio sahihi hata kiafya. Kuna wengine wana matatizo hata akili. Ukisikiliza kauli zao unajua kama wana matatizo ya akili. Lakini mimi nawaambieni, naombeni kila mmoja atimize haki yake na jukumu lake la kumchagua kiongozi aliye sahihi kwa ajili ya taifa letu. Naombeni ndugu zanguni, nitawapigia hata magoti, mjiandikishe kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Tuhakikishe tunachagua viongozi walio sahihi kwa ajili ya taifa letu ili kuilinda amani aliyoienzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye ndiye jemedali wa taifa letu na alitupatia ukombozi kutoka kwenye utumwa. Mimi niwashukuru sana. Asante sana. Mama Samia. Mama Samia. Asanteni.